Umoja wa Ulaya EU umejadili mageuzi ya Wapalestina kusaidia kumalizika kwa vita katika ukanda wa Gaza. Licha ya usitishwaji wa mapigano, lakini kumekuwa na mashambulizi yanayofanywa na Israel katika maeneo mbalimbali huko katika ukanda wa Gaza, na inadaiwa kwamba zaidi ya watu 25 mnamo siku ya Jumatano waliuawa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel. Zaidi ya wajumbe 60 walikutana mjini Brussels kujadili ujenzi mpya, utawala na usalama katika ukanda wa Gaza na mpango wa mageuzi uliopendekezwa na mamlaka ya Palestina. Mkutano huo wa kundi la wahisani wa Palestina ulioongozwa na ushirikiano na Ufaransa na Saudi Arabia ulijikita katika mageuzi ya mamlaka ya Palestina yaliyoainishwa katika mpango wa amani wa Marekani ambao uliidhinisha katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mnamo siku ya Jumatatu ya wiki hii. Mamlaka ya Palestina ambayo inasimamia baadhi ya maeneo yanayojitawala kwa kiasi fulani katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa na Israel inafanya juhudi mpya za kuwa mhusika katika Gaza na baada ya vita. Waziri Mkuu wa Palestina Mohamed Mustafa alitoa wito kwa Israel kugharamia pakubwa kama sio kikamilifu katika ukarabati wa uharibifu uliofanyika katika ukanda wa Gaza na kuchangia katika juhudi za kuijenga upya Gaza. Umoja wa Ulaya, mfadhili mkubwa wa mamlaka ya Palestina, unatumai unaweza kutawala Gaza kwa ufanisi baada ya mageuzi ya kina, lakini Washington inadai kwamba mamlaka ya Palestina ifanye mageuzi kwanza na Israel inakataa jukumu lolote la Palestina huko katika ukanda wa Gaza. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa Umoja wa Ulaya walijadili mipango ya kutanua kwa kiasi kikubwa operesheni za polisi ya umoja huo na usalama wa mipaka huko Gaza kama sehemu ya juhudi za kuunga mkono mpango wa amani wa Marekani. Mkuu wa sera za kigeni wa Ulaya Kaja Kallas alisema maafisa 3,000 wa usalama wa Kipalestina watapewa mafunzo na maafisa wa Ulaya. EU inaweza kutumia ujumbe wake wa polisi wenye makao yake ukingo wa Magharibi, EUPOL Corps, kuongoza ujenzi wa kikosi kipya cha polisi kwa ajili ya ukanda wa Gaza ulioharibiwa na vita. Lengo ni kutoa mafunzo kwa maafisa wote 13,000 wanaotarajiwa kuhitajika katika kipindi kirefu. Kwa kipindi kifupi, EUPOL Corps inasaidia kujenga upya miundo ya mahakama na usalama huko Gaza na kuandaa programu za mafunzo kwa wakufunzi wa polisi na wa Palestina katika chuo cha polisi huko Jericho kinachofadhiliwa kwa ushirikiano na Ujerumani. Hadi sasa polisi wa kiraia huko Gaza wamekuwa wakihudumu chini ya udhibiti wa kundi la wanamgambo wa Hamas lililopigana vita vya miaka miwili na Israel ambavyo vimeacha eneo kubwa likiwa magofu kutokana na mashambulizi ya anga ya Israel na mashambulizi ya ardhini yaliyofanywa na jeshi la IDF la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu katika utawala wake. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.